Kuta zinaongea, sakafu ya shuhudia. Hello, naitwa Matilda Mgeni na niko hapa kwenye Build with Mati, sehemu ambapo unaweza kupata tips mbalimbali zinazokusaidia wewe kwenye uwekezaji wa ardhi pamoja na majengo, yani tunasema real estate. Na leo tunazungumzia mada ambayo watu wengi sana wamekuwa wakifikiri kuwa mpangaji kuna kuzuia wewe kuweza kuanza uwekezaji kwenye real estate. Mimi nakuja kukwambia inawezekana, na inawezekana kwa njia tofauti tofauti. Zipo nyingi sana. Watu wanaanza na Airbnb, wanaanza kupanga nyumba, wanaweka furniture, alafu wanaenda wanafanya short time rentals kama kwenye app za Airbnb, booking.com. Lakini mimi nakuja na njia kubwa tatu ambazo kwangu they are my favorite. Njia ya kwanza ni njia ya kutumia umoja. Tunasema umoja ni nguvu. Kwa nini umoja ni nguvu? Inawezekana wewe peke yako unashindwa kuanza biashara hii ya real estate, lakini kwa pamoja wa watu wanaweza. Nina mifano miwili mitatu hivi. Mfano wa kwanza mkubwa ni vikundi vya mtaani au vikundi vya makazini au vikundi kwenye society mbalimbali, ambapo huwa wanajijenga kwa pamoja waweze kumiliki majengo. Unakuta kuna kikundi fulani kinamiliki frame fulani sehemu fulani, kwa hiyo hii inawafanya wao wamiliki real estate. Ndani ya kile kikundi kuna watu ambao wamepanga, hawana nyumba, hawamiliki nyumba, lakini wameanza kuwekeza kwenye real estate. Wanapata income, wanapata mapato yao kutokana na real estate. Okay, kuna watu pia wanaenda extra mile, wanaenda kutengeneza umoja kwenye vikoba, ambapo wanaenda kukopeshana. Huwa nawapenda hawa mama wenye nguvu, hawa baba wenye nguvu, ambao nia yao kubwa watu wamiliki majengo, na huwa wanaanza kwenye ardhi. Maybe sasa hivi tunakopeshana, tunanunua ardhi, kesho tunakopeshana, tunanunua matofali. Wanaanza kujenga msingi wao kwenye real estate. Kwa hiyo ni njia ya kwanza ya umoja ni nguvu. Mimi ninaamini kabisa kuna marafiki fulani wako sehemu fulani, wako 8, wako 9, wako 10, wana hela zao either milioni 10, 20, 30, 40, 50. Wanaamua tu kwa umoja wetu huu tujenge sehemu nyumba za kupangisha kwa idadi yao. Then wakishajenga, kila mmoja anachukua rental income yake. Nimepata siku moja kupata simu moja ni simu ya nje ya nchi. Hawa ni diasporas. Wakatamani sana kuwekeza kwenye real estate ambayo itawasaidia wao wamiliki nyumba, wapate rental income, lakini kwa umoja wao. Then wakijenga za pili ndio watagawana, kwa sababu ndio idadi itakamilika, kila mmoja atapata ya kwake. Sasa hapa ni kama nilivyokueleza mwanzoni, tunamiliki kwa umoja, kwa pamoja. Njia ya pili tunasema nunua leo, jenga baadaye. Watu wengi watadhani kwamba hapa nimewaambia wanunue ardhi leo alafu wajenge kidogo kidogo baadaye. Hapana. Mimi namaanisha leo hii chukua mortgage, pata nyumba, halafu utaijenga baadaye. Maana kuijenga baadaye maanake yale marejesho utayalipa baadaye. Watu wengi sana wamekuwa wakiogopa kuhusiana na mikopo. Wakiona mikopo it is not their portion. Wanaona kama mikopo ni kwa ajili ya watu fulani hivi. Hauwezi kutajirika bila mikopo, hasa kwenye real estate. Ukiweka nguvu yako wewe mwenyewe utachelewa kufika, kwa sababu siku hizi kuna njia nyingi nzuri sana ya kumiliki nyumba. Hapa unaweza ukatumia kodi za wapangaji wako kuweza kununua hiyo nyumba yako. Ndio maana nakwambia nunua leo kwa kutumia mkopo, then jenga baadaye. Na utajenga na nini? Utajenga na zile hela za wapangaji wako. Ngoja nikwambie, inawezekana leo una milioni 30, una milioni 40 ambayo haitoshi kupata eneo na kujenga hizo apartment 4-5 kwa ajili ya wapangaji ambao unategemea kuwapata. Na tuchukulie mfano maeneo ya Goba, Makongo, Madale, huwezi kupata hela yote, ila una milioni 30. Na hii hela ukaitumia kama down payment kuweza wewe kupata eneo, kujengewa nyumba, then ukaweka wapangaji. Wale wapangaji ndio wakununulie hiyo nyumba. Usiharakishe sana wewe kwa sababu umepanga uingie kuishi pale. Hebu ruhusu kwanza hao wapangaji wakulipie hiyo nyumba yako, ukamilishe malipo yote, nyumba irudi kwenye umiliki wako.
Then baada ya hapo unaweza ukachukua tena mortgage ukajenga nyumba yako, na marejesho akaenda kulipia nani? Wale wapangaji wako. Kwa sababu gani? Milioni 30 uliokuwa nayo hauwezi kupata nyumba, na nina uhakika hauwezi kupata wapangaji. Maybe utanunua eneo utaliacha chini na hautajenga, lakini kwa milioni 30 unaanza safari yako taratibu ya kumiliki nyumba zako ambazo wapangaji wanakujengea ile nyumba au wanakulipia ule mkopo wako. Sasa hii ni njia ambayo mimi kwangu ni favorite, kwa sababu inakufanya stretch your wings bila kujiumiza. Kwa nini nasema haujiumizi? Wewe uko sehemu unapanga unalipa 200,000. Na hii iliwahi kutokea kwa mteja wangu mmoja. Alikuwa anataka kununua nyumba Sinza. Zile nyumba zilikuwa ziko 3. Hizi nyumba zinaingiza rental income kama 1,800,000 zote kwa pamoja. Ilikuwa ni 660,000. Lakini yeye amepanga nyumba National Housing pale Shekilango analipa 200,000. Mimi nikamwambia sikushauri uhame kwenye hiyo nyumba yako ya 200,000. Hebu waache hao wapangaji wako waendelee kukununulia hii nyumba, wakati huo endelea kulipa 200,000 somewhere else, ili baadaye utapata ile 1,800,000 kwa urahisi, na pia haupati stress wewe ya kuweza kununua ile nyumba kwa hela yako mfukoni. So down payment yako ya leo inatosha wewe kumiliki nyumba yako. Na alinisikiliza, na mpaka sasa ana portfolio yake nzuri ya nyumba zake zipo. Kwa hiyo yeye ni mama mwenye nyumba ambaye anaishi kwenye nyumba ya kupanga. Huwa inachekesha, lakini inawezekana. Na njia nyingine ya 3 na ya mwisho, huwa ninapenda sana mimi kufanya land banking. Land banking ni kununua eneo uliache baada ya miaka kadhaa. Ardhi ni kitu kizuri sana, always inapanda thamani. Kwa baada ya miaka kadhaa utaweza kuliuza hili eneo, utatumia ile pesa uliyouzia eneo kuweza kujenga nyumba yako. Nikutolee mfano mmoja. Mwaka 2010 maeneo kama Goba, maeneo kama Madale, maeneo kama Mbezi, Kiluvya, Bunju yalikuwa very cheap. Kama mtu alikuwa na milioni 20 kwa mwaka 2010, akasema sasa hivi sijengi, bali nitanunua eneo Bunju, nitanunua eneo Kiluvya, nitanunua eneo Bagamoyo, nitanunua eneo let's say Mbezi, nitanunua eneo maybe Goba au Madale, alafu lile eneo akayaacha. Ngoja nikwambie, leo hii ana uwezo kabisa wa kuhakikisha lile eneo nina moja tu akiliuza, ana uwezo kujenga nyumba yake nzuri kwenye eneo lingine. Hii inamfanya ile hela yake iwe kama mtaji ambao umeuweka chini. Na nina mfano halisi kabisa. Wakati baba yangu, mimi wakati nasoma, baba yangu akinunua eneo, ilikuwa ni Mbezi Makabe, alinunua barabarani kabisa. Na ninakumbuka ile eneo kwanza alinunua kidogo kidogo, alikuwa anaipa kidogo kidogo kwa yule mwenye eneo, lakini namba 2 alinunua ile eneo lilikuwa ni milioni 3 by then. Sasa mwaka jana alikuwa anatamani tu kujua thamani ya eneo lake, maybe anawaza aliuze au aendelee kulikip. Baada ya kwenda kufanya valuation, hili eneo lina thamani ya milioni 350. Na hii ndio maana halisi ya ardhi. Na hii ninayokuambia ni Mbezi Makabe huko ndani. What if wewe ukafanya smart investment, ukapata watu ambao wanafahamu zaidi kuhusiana na ardhi, kujua wapi panaelekea, wapi maendeleo yanaelekea. Mfano mimi sasa hivi nitawekeza wapi, nitakwambia Bagamoyo Road sikosi kwenye portfolio yangu. Yaani Bunju, Mapinga, Kerege haitokosa kwenye portfolio yangu kabisa. Huko nitataka niwe na eneo. Lakini sehemu nyingine, mji kama sehemu Kibaha panakuwa kwa kasi, na sehemu nyingine Kigamboni, yes, rate yake sio kubwa sana kama sehemu nyingine, ila nina uwezo kununua maeneo hayo nikijua kabisa baada ya miaka 10, baada ya miaka 20 haya maeneo yatanilea, haya maeneo yatakuwa ni kiinua mgongo changu. So mimi nachukua kama real estate ni mpango kamili kabisa kwa wale ambao wanapanga kuretire, either ni wafanya biashara ambao nguvu zitaisha, au ni mtu ambaye hauna ajira ya kudumu. Hebu wekeza kwenye ardhi, itakulipa siku moja na utanishukuru sana. Mimi huwa napenda sana kuwaambia watu, nikiweka hela kwenye eneo, hela yangu haijapotea. Hii hela yangu itazaa maradufu. Kwa hiyo land banking ni nzuri sana kwa yule ambaye anaona ana kipato kidogo, alafu anahitaji kumiliki nyumba baada ya muda fulani. Kupanga nyumba kama nilivyosema sio
sio kitu kibaya. Wakati unajitafuta sio kitu kibaya. Mimi huwa nawaona na marafiki zangu Wachaga huwa hawakimbilii kwenda kujenga nyumba ya kuishi. Na rafiki yangu mmoja katengeneza maisha yake kwenye biashara, kakuza mtaji wake, lakini hakuacha kununua maeneo. Alinunua maeneo mengi sana, na haya maeneo unakuta ameweka milioni 10, anakuja kutoa milioni 50, kuja kutoa milioni 60, kuja kutoa milioni 100 kwenye haya maeneo. Kwa hiyo haya maeneo unavyonunua ndivyo unavyotengeneza wealth yako. Kujenga nyumba ya kuishi ni nzuri, ila kujenga nyumba kwa ajili ya investment ni nzuri zaidi. So with me Matrida kama consultants kwenye real estate, nitaweza kukuelekeza sehemu gani utaweza kupata kuwekeza kwa urahisi na kwa usahihi ili upate the best and the maximum return kwenye hiyo ardhi yako. Karibu sana Build with Mati. Tutakuwa tunajenga kila siku namna bora kuweza kupata hizi nyumba. Nitakuja kuelezea zaidi maeneo mazuri zaidi ya kuwekeza Dar es Salaam, tena in details, na kukuambia kwa nini uwekeze kwenye maeneo hayo. Tutaonana siku nyingine tena. Usiache kufuatilia Build with Mati. Ciao.